serikali imetupa. Angalia siku kama leo muhimu kabisa. Siku ya leo muhimu kabisa ambayo ni tarehe 1 ambayo ni sikukuu ya wafanyakazi. Je, mimi nataka kuuliza sekta hii sio rasmi ambayo serikali ilikuwa inatakiwa na waweke madereva ili wajue nini wanachokwenda kueleza kero zao kule, kwa sababu sisi ndio tunawafikisha pale walipo. Leo kama madereva wasiposema hawatakwenda kule uwanjani, wale watafika vipi kwenye hivyo viwanja? Anaitegemea si lazima dereva ndio amfikishe pale, awe ni rais, awe ni waziri, awe ni mbunge, lazima ampate kwanza ni dereva. Dereva ndio kiungo wa nchi hii, kwa sababu hata mwalimu hawezi kufika shule bila dereva. Hakimu hawezi kufika mahakamani bila dereva. Maabusu mwenyewe mshtakiwa hawezi kufika mahakamani bila dereva atakapokuwa yuko maabusu. Kwa hiyo hii sekta nilikuwa naomba serikali iangalie kwa kina kikubwa sana. Wametuacha hoi. Tupate mahali pa kukimbilia. Baada ya kukaa kwa muda mrefu na kukaa na kufikiria, sisi madereva wa Kitanzania ambao tuko kwenye sekta binafsi tumekuja kuona msaada wetu ni mdogo ndani ya serikali yetu, kutokana na tabaka lililotengenezwa na matajiri, wakiwepo haswa matajiri ambao wanamiliki vyombo hivi, wengi wakiwa ni viongozi wa serikali, wakiwa na watumishi wa serikali. Hili limekuwa ni gumu kwetu sisi kupata mikataba, kutokana wao kutoruhusu sisi kupata mikataba, kwa sababu nao ni wamiliki wa vyombo husika. Kwa hiyo hili kwa serikali, tumeona serikali yetu labda iingilie kati au itengeneze mfumo ambao utaondoa umiliki kwenye masuala ya kutengeneza mikataba ya madereva. Kama serikali itaweza kusimamia hili, kuondoa wamiliki ambao ni wafanyakazi wa serikali kwenye swala la kumiliki mali au kwenye swala la kumiliki mabasi au malori, tuna imani dereva atapata mkataba ulio bora na serikali itasimamia dereva kupata mkataba. Bila hivyo, dereva wa Tanzania bado ataendelea kupata shida. Na huku serikali ambayo ikitegemea dereva kwamba ndio kiinua mgongo cha sekta ya uchumi wa Tanzania, lakini tunashangazwa na hali ya serikali kukaa kimya, kutomjali dereva huyo ambaye anatengeneza uchumi mkubwa wa nchi. Mathalan, mkaangalia mgomo uliofanyika mwaka 2014 ni jinsi gani ulivyoathiri uchumi wa nchi. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha, lakini funzo lile na jambo lile limefanya serikali kutosimamia maslahi mapana ya dereva. Dereva sasa hivi ana mshahara unaojulikana. Dereva sasa hivi posho anapewa posho kidogo. Dereva sasa hivi apewe likizo ya kupumzika. Dereva sasa hivi wengine hawana hata bima za afya, malipo yao yatokane na kulipo NSSF. Ukichunguza wengi wanapewa ni kama posho fulani, sio misingi ambayo ni kwa ajira ambayo inajulikana kisheria. Kwa hiyo tungeiomba serikali isimamie hili jambo na isikie kilio cha madereva walio wengi, ili waweze kutimiziwa haja zao. LATRA ilijiondoa kwenye mfumo wa kutengeneza mikataba. Wakati hapo awali ilipewa jukumu la kutengeneza, kuhakikisha leseni itoke mpaka mkataba ulioboreshwa wa dereva utolewe. Lakini tunasikitika hili alifanyike sasa hivi. Wizara ya Ajira na Kazi na Vijana nayo imeweka pamba masikioni bila kumjali dereva wa Kitanzania kwamba anahitaji nini. Mathalan, tunaongelea madereva wote kwa ujumla. Ukija madereva wa daladala ambao ni sekta ambao ni mbovu na ambao wanatoa msaada mkubwa kwenye nchi, kusafirisha wananchi kwenda kazini, kufanya nini, ni baadhi ya watu ambao waangaliwi. Ikiwa na maana unaweza kupewa gari leo, kesho kosa likifanyika kidogo au dereva mtajiri akiamka vibaya anakunyang'anya gari yake. Wewe maisha yako yanakwendaje bila kukujali wewe kwamba una familia, una watoto wanatakiwa wasome kupitia shughuli hiyo unafanya, bila kujali maslahi yoyote. Kwanza mishahara na mikataba hakuna. Sasa kuna jambo lingine ambalo, kwa mfano kwa bahati mbaya gari imepata ajali, dereva huwa yeye kwenye bima, kwenye insurance, kwenye bima yeye hatambuliki. Sasa je, unakuta dereva yeye hana mkataba, mshahara hana, amebeba watu, kwa bahati mbaya gari imepata ajali,
yeye anapata yale madhara naye anaumia, tena anavunjika kabisa. Lakini unaambiwa yeye dereva kwenye bima hayupo, yeye ni mfanyakazi. Je, mfanyakazi huyo wakati yeye ana mkataba ni mfanyakazi wa namna gani? Naomba serikali iangalie na jambo hili ili dereva naye atambulike kuwa kwenye jambo la ajali naye awajibiki, kwa sababu serikali imeshindwa kutupatia namna ya kupata mkataba ili atambulike basi alipiwe na mwajiri wake. Sasa kama mwajiri hayupo, basi serikali tunaomba ichukue jukumu hilo na kumweka dereva naye kuhusika na kujumuika na wale watu ambao wa majeruhi wa abiria wake, ili angalau naye aweze kupata stahiki zake, kwa sababu ajira hana, mkataba hana, na tajiri anakuwa ni kama mtambui. Kwa hiyo serikali iangalie kwa upande wa pili nalo hilo. Kweli leo ni siku ya wafanyakazi. Sisi madereva ni wafanyakazi. Kwa ni watu ambao unatakiwa tuangalie kwa macho mawili. Hakuna binadamu yeyote anafika eneo la kazi bila dereva. Hakuna. Na haitatokea hiyo kitu. Dereva hata awe kama ni wa Ikulu anamuendesha rais, yule ni dereva kama sisi. Kwa hiyo lazima serikali iangalie vikundi kama hivi. Kama kikundi kama hichi kina watu zaidi ya 50, kinasaidia watu zaidi ya 100. Kwa nini serikali isitupie macho humu? Itutembelee, ijue mnaishije, mnafanyaje kazi zenu, mnafanyaje, na tuweze kutupa nguvu zaidi. Kwa sababu kama hapa tulipo tuna gari 4, tumepambana wenyewe. Na mpaka sasa hivi katibu wangu amesema tumeanza na viwanja. Tunao viwanja zaidi ya 30 mpaka sasa hivi kuwapa wanachama ili nao waweze kunufaika na chama chao. Lakini tungepata nguvu kutoka serikalini au kutoka sehemu nyingine yoyote, Mama Damsi isingekuwa hapa ilipo leo, ingekuwa mbali zaidi. Kwa hiyo tunaomba wenye mamlaka kuanzia mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa aweze kufuatilia vikundi hivi. Ukiviangalia kwa jicho la haraka, unaweza kuona ni vikundi ambao ni watu tu wauni wamekaa eneo wanafanya masiara, lakini sio masiara. Nimeshasema mimi kama dereva mkono wangu nimevunjika huu. Sina mtu anayenisaidia. Mama Damsi imeamua kujitoa. Kama nitakaa na mkono huu ndani ya miezi 3-4, Mama Damsi inatoa 10,000 kwa kila siku. Na maana Mama Damsi itakuwa imetoa zaidi ya shilingi milioni ngapi? 900,000. 900,000 Mama Damsi inatoa kwa ajili ya maisha yangu mimi. Je, serikali ingeisaidia Mama Damsi au watu wote wale wangetoa nguvu zao Mama Damsi, namna gani tungefaidi matunda haya? Kwa hiyo tunaomba serikali yetu iangalie Mama Damsi na iangalie na vikundi vingine ambao vipo kama Mama Damsi.